Ndoa ziko hatarini. Jamii ya leo imekuwa ikikataa sana mpango wa ndoa, kwa sababu ndoa nyingi zimekuwa na shida nyingi mno. Sasa leo tutaenda kuangalia kupitia Biblia tuweze kujua mpango wa ndoa unakuwaje na ndoa zinatakiwa kufuata masharti gani ili ziweze kuwa ndoa imara kutokana na neno la Mungu. Kwa hiyo uko tayari? Let's go, tukaangalie. Kitu cha kwanza ambacho cha muhimu ni kwamba lazima tuelewe kwenye ndoa kuna majukumu ya mume na majukumu ya mke. Bottom line ni kwamba mke anapaswa kumtii mume wake na mume anapaswa kumpenda, kumlinda na kumhudumia mke wake. Mwanamke, kama hauko tayari kumtii mume wako, basi ujiandae kurudi nyumbani ukazeekee nyumbani. Na mwanaume, kama hauko tayari kumlinda na kumhudumia mke wako, basi ujiandae kupigwa tukio, kuumizwa na kuachwa. Huo ndio uhalisia wa maisha yalivyo sasa hivi. Sasa anyway, leo tuende tukaangalie kwenye Biblia tuone jinsi gani mpango huu wa ndoa unaweza ukaboreshwa na kila mmoja akaweza kushika nafasi yake kama mke au kama mme. Basi acha tuanze na nafasi ya mwanamke. Nafasi ya mwanamke ni ipi kwenye Biblia? Ukisoma Waefeso sura ya 5 mstari wa 22 mpaka wa 24, inaelezea nafasi ya mwanamke ni utii. Mwanamke anapaswa kumtii mume wake kama vile anavyomtii Mungu. Yaani ule utii unaonyesha kwa Mungu, unatakiwa uonyeshe kwa mume wako. Utii sio udhaifu. Wadada wengi wanapenda kuona kama vile utii ni udhaifu, lakini in reality utii sio udhaifu. Ni notion tu tumejiwekea sisi wenyewe kwamba ukiwa mtii sana unaonekana mdhaifu, unaonekana mnyonge. Hapana, sio unyonge. Mke akiweza kumtii mume wake na akamwonyesha upendo na heshima, basi ndoa itakuwa na utulivu. Na huu ndio mpango wa Mungu, ndoa iwe na utulivu. Ndio maana akaandika mke awe mtii. Sasa huu sio utumwa pia. Mwingine anaweza akafikiria ni utumwa. Huu sio utumwa, bali ni njia ya kuwa na ndoa safi na yenye utulivu. Na ukiendelea kusoma Biblia, mstari mwingine wa Kolosai 3:18 inasema kwamba wake watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Maana yake ni nini? Utii ndio jibu sahihi la mwanamke kuishi kwenye ndoa. Kama hauwezi kuwa na utii, ni ngumu sana kuishi kwenye ndoa. Na pia kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa kwanza, maandiko yanasema kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, ili ikiwa wapo wasiolitii neno wapate kuvutwa kwa mwenendo wa wake zao. Yaani wewe mwanamke ukitii na ukaonyesha unyenyekevu kwa mume wako, basi kupitia mwenendo wako, jinsi unavyoonyesha unyenyekevu kwa mume wako, hata watu wengine wanaweza wakavutiwa na maisha ya ndoa yenu, na ikawashawishi hata watu wengine waingie kwenye ndoa, na ikawashawishi sio tu kwenye ndoa, ikawashawishi watu wengine hata kumwamini Mungu na kufanya maisha yao ya imani kulingana na nyinyi mnavyofanya. Kwa mke mwema, kwa kuhitimisha tu hapo upande wa mwanamke, mke mwema ni yule ambaye anamtii mume wake. Mke mwema ni yule ambaye anakuwa na hekima na anajenga nyumba yake juu ya msingi wa utiifu. Leo hii dunia inafundisha sana uasi dhidi ya wanaume. Utasikia msemo kama all men are dogs, wanaume wote ni mbwa. Wanaume wamekuwa wakipondewa sana na mwisho wa siku wanawake wanakosa utii kwa wanaume zao. Na hii ndio inasababisha ndoa nyingi zinavunjika. Kiukweli mwanamke ambaye atajistiri na atakaa kwa utulivu na kuweza kumtii mume wake, huyo anaweza akadumu kwenye ndoa yake. Na hata wanaume mara nyingi wakiwa wanatafuta mke, kuna hizi sifa ndogo ndogo wanaziangalia. Sifa ya utii ni sifa kubwa sana. Sifa ya utii, na sasa sifa kubwa ya kwanza huwa wanaume wanaangalia kwanza purity. Wanaume wanaangalia purity. Na kwenye purity hii ni mada ya siku nyingine. Kwa msingi utasikia kwamba mwanamke ambaye ana umri mdogo ana mvuto kuliko mwanamke mwenye umri mkubwa. Kwa sababu gani? Purity. Lakini pia wanaume wanaangalia mwanamke mwenye heshima. Haimaanishi kwamba ukivaa kimini na kitopu ukapita mbele ya wanaume hawatakuita. Watakuita, watakutumia, watakuacha.
Mwisho wa siku wataenda kutafuta mtu ambaye ana uwezo wa kujisitiri na ana uwezo wa kuwa mtiifu na kuweza kukaa kwenye ndoa vizuri na mume wake. Kwa kama mwanamke, jibu sahihi ni kuweza kuwa na utii. Na mpaka hapo tumeongelea wanawake, lakini anyway tumewasema sana wadada. Tugeukie sasa upande wa pili, kwa wanaume, wavulana, wazee, baba. Kwa wanaume nini kinahitajika? Kutokana na Biblia tuna majukumu matatu ya kuweza kuyatunza. Cha kwanza ni kumpenda mke wako, cha pili ni kumlinda mke wako, na cha tatu ni kumhudumia. Ila hapo kwenye cha kwanza cha kumpenda, naamini hapo tutakuwa tuna mengi ya kuongelea, kwa sababu mara nyingi ukipenda sana ndipo unakuja kuumizwa sana. Anyway, Mungu anasema inabidi tuwapende wake zetu. Ukisoma Waefeso 5:25 mpaka 28, Biblia inasema, enyi wanaume wapendeni wake zenu kama Kristo Yesu alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Je, unaweza ukatoa uhai wako kwa ajili ya mke wako? Swali gumu sana. Naamini wavulana wengi, wanaume wengi hapo wamekwama. Ile Biblia inatuasa kwamba kama mwanaume inabidi umuonyeshe upendo mke wake. Wanawake wanapenda kuonyeshwa upendo. Kwa hiyo tunashauriwa kuishi kwa upendo na kujitoa kwa ajili ya wake zetu. Na Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8, Biblia inasema mume lazima atimize mahitaji. Koti yenyewe inasema, lakini mtu yoyote asiyewatunza wa nyumbani mwake, hasa wale wa jamaa yake, ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Kwa hiyo unashauriwa kuweza kuwatunza watu wa nyumbani kwako. Lakini jukumu la kuwatunza watu ni jukumu la mwanaume. Lazima uwalinde na lazima uwahudumie. Lazima umhudumie unayempenda. Kama hauko tayari kuweza kumhudumia, basi kuwa tayari kuachana naye. Na kuhudumia sio fedha tu, bali ni pamoja na kuhudumia usalama wa kimiemko na wa kiroho. Uwe kiongozi wa kiroho wa familia, lakini pia uhudumie hisia za mwanamke wako. Ukiweza kuhudumia fedha, lakini ukashindwa kuhudumia upande wa pili, hisia, unaweza ukaachwa. Ukiweza kuhudumia hisia, ukashindwa kuhudumia pesa, pia unaweza ukaachwa. Kwa hiyo inabidi utafute balance. Kama huwezi kutimiza haya mambo yote mawili, bro, utateseka sana. Inabidi utimize haya yote kadri unavyoweza. Na waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 7 inaelezea, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili. Kwa hiyo inabidi ukae kwa akili, usikae kizembe. Tumia akili ili kuweza kutimiza kila kitu. Kwa sababu gani uwe na akili? Kwa sababu sometimes wanawake wanasema vitu ambavyo hawamaanishi. Kama anasema kitu ambacho hamaanishi, wewe unatakiwa kuwa na akili ya kujua kupitia body language yake au kupitia emotional language yake ni nini anamaanisha kwa muda huo. Ukiweza kuwa na akili namna hiyo, basi utaweza kumtunza mwanamke wako. Na kwenye kumlinda hapa kuna vitu vingi sana. Inabidi umlinde pia kihisia. Inabidi umlinde kihisia ili asije akakupiga tukio. Lakini mwisho wa siku kuna msemo, mdogo wangu alinipa msemo, akasema kwamba a woman will be kept only when she needs to be kept. Kwa mwisho wa siku wewe inabidi ujitahidi kutengeneza tu mazingira ya kumkeep, kumtunza uwe naye. Lakini mwisho wa siku akishindwa kuishi kutokana na hayo mazingira na akaamua kuondoka, basi bro, hilo sio fungu lako. Si ndio? Ni shida hiyo. Shida iko kwake, sio kwako. Wewe endelea kutengeneza mazingira ambayo yatakusababisha wewe uweze kuishi kwa amani. Kwa cha msingi kwa wanaume, mara nyingi wanashauri kwamba don't chase, attract. Usikae unafukuzia mabinti, lakini tengeneza mazingira, na kama binti akikuelewa, anaweza akaja akaishi kwenye maisha yako vizuri kabisa bila shida yoyote. Na hilo swala la kumtunza ukajikuta ni kama anajitunza yeye mwenyewe natural kabisa. Kwa tengeneza mazingira. Na kwa kuhitimisha tu ni kwamba ukitaka kujenga ndoa ambayo ina nguvu na ndoa ambayo inastahimili kwa muda mrefu, ni kwamba lazima mwanamke atimize majukumu yake ya utii na mwanaume atimize majukumu yake ya kupenda, kulinda na kuhudumia. Mungu alipanga ndoa kuwa jambo la furaha na jambo la baraka. Lakini kutokana na tamaduni za siku hizi, modern men are too soft, hawawezi kuhudumia. Modern women are too arrogant and disobedient. Ndio maana ndoa nyingi zinavunjika.
Lakini kila mmoja akiweza kutunza nafasi yake vizuri, basi ndoa zinaweza zinakaa vizuri na zinadumu. Na ndoa bora sio mapenzi tu, bali ndoa bora ni mpango wa Mungu kuleta utulivu katika familia. Kwa kama umesikiliza na umependa, unaweza ukalike, ukashare na usiache kusubscribe. Okay, ni hayo tu kutoka Maisha Live. Tuonane tena kwenye video nyingine. Asanteni sana.